Na ndivyo ambavyo napokea kijiti kutoka kwake Lulu Ali kwa ajili ya kuangaza habari za michezo na burudani. Tukianza na habari za kitaifa, jina langu ni Esther Mtebe. Timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 20 Tanzanite Queens imeanza safari kuelekea nchini Cameroon kwa ajili ya mchezo muhimu wa kufuzu kombe la dunia utakaopigwa Mei 2 mwaka huu. Kikosi hicho kimeondoka kikiwa na morali ya juu na matumaini makubwa kufanya vyema ugenini, huku benchi la ufundi likisisitiza umuhimu wa nidhamu, umakini na kupambana hadi dakika ya mwisho. Mchezo huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, lakini Tanzanite Queens imejipanga kuhakikisha inapata matokeo mazuri yatakayoiweka katika nafasi nzuri ya kusonga mbele kwenye hatua inayofuata ya michuano hiyo. Mchezo wa Mei 2 unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa, ukiwa na umuhimu mkubwa kwa pande zote mbili katika harakati za kufuzu kombe la dunia. Mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amezindua rasmi msimu mpya wa mbio ndefu zijulikanazo kama Great Ruaha Marathon, ambazo zaidi ya wakimbiaji 1000 kutoka ndani na nje ya nchi wanatarajiwa kuchuana vikali, huku mkazo mkubwa ukiwekwa kwenye kutangaza vivutio vya utalii mbalimbali vinavyoambatana na kupatikana katika mkoa wa Iringa na kuhamasisha elimu ya uhifadhi endelevu wa mto Ruaha Mkuu unaopatikana kwenye hifadhi ya taifa ya Ruaha. Clement Sanga ana undani wa taarifa hii. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mbio hizo zenye kauli mbiu ya Vibe Kitalii Season 5, mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amesema mbio hizo ni jukwaa pana linalounganisha sekta ya utalii na sekta nyinginezo kwa manufaa na mustakabali mpana wa jamii ya watu wa Iringa na Tanzania kwa ujumla. Ndugu zangu, Great Ruaha Marathon sio tu mbio za kawaida. Ni jukwaa pana la maendeleo linalounganisha sekta mbalimbali: utalii, uhifadhi wa mazingira, afya, michezo na uchumi wa kijamii kwa ujumla. Tunapozungumzia Great Ruaha Marathon, tunazungumzia pia mafanikio ya juhudi za pamoja za wadau mbalimbali katika kipindi cha miaka iliyopita. Leo hii mbio hizi zimekuwa na kuwa tukio linalovutia na washiriki wengi zaidi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania, jambo linaloendelea kuongeza fursa za ajira, biashara na uwekezaji kwa wananchi wetu wa mkoa wa Iringa. Kwa upande wake, mwakilishi wa kamishna wa uhifadhi kutoka Shirika la Hifadhi za Taifa Tanzania TANAPA, kamishna msaidizi wa uhifadhi Julie Limo amesema mbio hizo zina mchango chanya kwenye maendeleo ya utalii nchini. Kwa kweli uwepo wa mbio hizi umekuwa ni chachu kubwa sana. Hii ni msimu wa 5 na imekuwa ni chachu kubwa sana ya kuendelea kukuza utalii, na inakuza utalii wa ndani na utalii wa nje. Tumeona mwaka jana au msimu wa 4 kulikuwa na watalii wengi tu kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo hii imefanya kuitangaza sana Ruaha. Kwa mwaka huu tuna kilomita 5 kama mwaka jana, tuna kilomita 10, tuna kilomita 21. Kama ambavyo imeonyeshwa kwenye video, pia tuna walking safari na sport fishing. Mwaka jana ilikuwepo. Mwaka huu pia tumeongeza kitu kimoja kinaitwa cycling. Tunategemea watu pia watoe burudani kwa kupitia na baiskeli. Lengo ni kuongeza ushiriki, ubunifu na thamani ya tukio letu. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Asante Clement Sanga kutoka huko mkoani Iringa. Serikali ikiendelea na maandalizi kabambe ya miundombinu ya AFCON 2027 ikiashiria utayari wake, uongozi wa uwanja wa mazoezi wa Dar es Salaam Gymkhana umeeleza namna ambavyo wanaendelea kufanyia kazi maagizo ya wataalamu kutoka CAF ili kutunza eneo la kuchezea la uwanja huo na maeneo mengineyo. Tangu uwanja umefanywa maboresho na ukatumika kipindi kile cha CHAN, na sasa tunatarajia utumike pia kwenye AFCON, maana yake vile vigezo ndo, yani zile standard ndo tunazo kwenda nazo. Na ndo maana tuko kwenye hali hii ambayo unaiona hapa. Kama ingelikuwa hatuzingatii vile viwango vya utunzaji wa miundombinu muhimu kwa maana ya eneo la kuchezea, kwa sababu eneo la kuchezea ndo sehemu ambayo kubwa inayoshikilia hiyo football. Bila uwanja mzuri hakuna football nzuri pia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunakwenda sawa sawa na viwango ambavyo vinahitajika. Timu kubwa zinapokuja kutoka nje, sisi kwetu kama Gymkhana Club
ni fursa pia. Presha ya hatua ya nusu fainali ligi ya mabingwa wa mikoa ikizidi kupanda, makocha wa timu ya Kajuna FC ya Kigoma na Hanang ya Manyara wamefunguka kueleza maandalizi na matarajio yao kuelekea mchezo wa kesho utakaoamua nani atatinga fainali. Kocha wa Kajuna FC Habibu Kondo amesema kikosi chake kiko tayari kwa mapambano makali, akisitiza kuwa wamejipanga kuhakikisha wanatumia vizuri nafasi wanazozipata uwanjani. Na kwa upande wake kocha wa Hanang Martine Macheda naye ameonyesha kujiamini kuelekea mchezo huo, akieleza kuwa timu yake imejifunza mengi kutoka michezo iliyopita na iko tayari kutoa ushindani wa hali ya juu. Kiangalia kwenye kikosi changu, kwenye kambi yangu ya mazoezi, watu wote tuko vizuri, Mungu ametujalia heri, hatuna matatizo yoyote. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru. Kingine pia kuwashukuru wachezaji wangu kwa jinsi walivyopambana kwenye haya mashindano mpaka kwenye hatua hii tuliyofikia. Lakini yote kwa yote, focus ya timu ilikuwa ni kutoka katika ligi kwenda kwenye ligi nyingine, na kesho ndio tunacheza mechi yetu ya finali. Hiyo mechi ya mwisho ya finali sisi tumeweka kama tutafanikiwa, tumeweka bonus kwa boss, kwa sababu kuna kikombe tunahitaji kumkabidhi hicho kikombe. Lakini kesho sisi ndio finali yetu, na ndio ilikuwa focus ya timu kuhakikisha kwamba hii mission tulikuwa nayo toka mwaka jana tukafeli kwenye playoff. Kwa hiyo mwaka huu hatutaki kufeli. Kwa hiyo tumejitayarisha vizuri. Wapinzani tumeona hakuna mechi nyepesi. Mechi zote za mashindano ni mechi ngumu, na hasa mechi hiyo kwa sababu ni mechi ya maamuzi. Lakini mimi na vijana wangu tumejipanga vizuri kuona kwamba tunapata fulana, malengo yetu yanatimia. Ni kweli muda wa kufanya marekebisho umekuwa mdogo sana. Tumekuwa tunapata mechi na kupumzika siku moja, tunapata mechi ya pili. Lakini uzuri tunaona wenzetu, kama mnavyofahamu, mwenyeji ana timu nzuri, ana kocha mkubwa, kwa naamini tunakutana na mpinzani mgumu. Lakini yote na yote ni mpira, na sisi pia tumeangalia madhaifu yao wenzetu, basi tunafanyia kazi na kukumbushana kila muda ili tuweze kuweza kutumia madhaifu yao tuweze kupata matokeo. Taarifa hiyo inaweka utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tukaangaza kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Klabu ya Paris Saint-Germain imepata ushindi wa mabao 5-4 dhidi ya Bayern Munich katika mchezo wa nusu fainali ya kwanza ya ligi ya mabingwa barani Ulaya uliochezwa usiku wa jana katika dimba la Parc des Princes jijini Paris nchini Ufaransa. Katika mchezo huo uliokuwa na ushindani mkubwa, mabao ya PSG ambao ni mabingwa watetezi yalifungwa na Vicha Kvaratskhelia aliyefunga dakika ya 24 na 56, Joao Neves dakika ya 33 pamoja na Ousmane Dembele aliyefunga dakika za nyongeza kipindi cha kwanza kwa mkwaju wa penalty na dakika ya 58. Kwa upande wa Bayern Munich au the Bavarians, mabao yao yalifungwa na Harry Kane dakika ya 17 kwa mkwaju wa penalty, Michael Olise dakika ya 41, Dayot Upamecano dakika ya 65 na Luis Diaz dakika ya 68. PSG walionyesha uwezo mkubwa wa kurejea mchezoni baada ya kuanza kwa presha kutoka kwa Bayern, huku wakifanikiwa kujenga uongozi wa mabao kabla ya wapinzani wao kupunguza pengo katika kipindi cha pili. Kwa matokeo hayo yanaipa PSG faida kuelekea mchezo wa marudiano wa nusu fainali utakaopigwa wiki ijayo katika dimba la Allianz Arena nchini Ujerumani. Leo katika dimba la Riyadh Air Metropolitano jijini Madrid nchini Hispania, nusu fainali ya pili itapigwa ambapo wenyeji Atletico Madrid watawakaribisha Arsenal the Gunners majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Ndivyo ambavyo anatamatika Kenny Malila kuangaza kwa upande wa habari za kimataifa. Na kwa upande wa habari za burudani, msanii mkongwe wa muziki wa Bongo Flava Seif Shaban maarufu Matonya leo Aprili 29 ameachiwa kwa dhamana nchini Kenya kufuatia kesi ya ubakaji inayomkabili, huku akitarajiwa kuendelea kuwa huru wakati mchakato wa kisheria ukiendelea mahakamani. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Matonya ameshukuru Mungu kwa kupata dhamana, akiwashukuru pia Watanzania, wa Kenya, familia yake na wadau kwa dua na sapoti walioitoa. Nishukuru pia balozi yangu ya Tanzania, na kuwashukuruni sana kwa umoja na kuhakikisha jambo hili linakwenda hatua kwa hatua, japo kuwa siwezi kulizungumzia maana liko mahakama, lakini naomba wanitoe kwenye hiyo siasa
ya maswala sijui ya ubakaji ya nini, hiyo sio, wala sio ndoto yangu, wala simo humo, wala sitalizungumzia sana, lakini waliopanga wanajua wenyewe walichokipanga kwa ajili ya maslahi yao. Yote kwa yote, namshukuru Mwenyezi Mungu, mama yangu mzazi Bi Zuhura Tanga na familia yote kwa maombi na dua, lakini pia tuiachie mahakama, inshallah itatenda haki kwa nafasi yake waliokuwa nayo. Na kutoka mtandaoni huko ukanda wa Gaza, mapenzi yameamua kuandika sura mpya yenye matumaini baada ya wenza 300 kufunga ndoa kwa wakati mmoja katika tukio lilovutia hisia za wengi huko mtandaoni. Na hafla hiyo ya kipekee ilifanyika katika mji wa Deir al-Balah, ikiwa ni sehemu ya mpango wa misaada ulioratibiwa na ufalme wa Kiarabu kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wa Palestina wanaokumbwa na changamoto za maisha. Inasemekana kuwa zaidi ya watu 2000 walijitokeza kuomba kushiriki, lakini wanandoa 300 pekee ndio waliopata nafasi ya kufunga ndoa katika hafla hiyo kubwa. Kinachogusa zaidi hisia ni kwamba wengi wanandoa hao bado wanaishi katika kambi za wakimbizi ndani ya mahema bila uhakika wa kesho yao. Hata hivyo, kwao ndoa hiyo si tu muunganiko wa mioyo, bali ni ishara ya matumaini mapya katikati ya huzuni kubwa wanayoipitia. Picha na video za tukio hilo zimeenea kwa kasi mtandaoni zikizua mijadala mikubwa licha ya mazingira magumu yanayoendelea. Tukio hilo halikuwa ishara ya kwamba hali ni shwari, bali ni uthibitisho kuwa maisha lazima yaendelee. Swali linabaki, je, kweli upendo unaweza kushinda hata katika mazingira magumu kama haya? Wengi wanaamini ndio, wakisema kuwa mapenzi yana nguvu ya kuleta mwangaza hata gizani. Mimi naungana na hao wengi ambao wanaamini kwamba ni ndio. Wewe maoni yako ni yapi? Utatuambia. Ndio tambo tunahitimisha habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe, anarudi hapa Lulu Ali kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutunzia.